Oi oi, ni aje, ni vipi? Hii ni Big Time, mimi naitwa Sadi TZ. Nenda pale Instagram kanicheki kwa jina la Sadi TZ_official. Itakuwa imekaa vizuri kabisa. Tutakuwa tunashare vitu vingi kwa pamoja. Lakini ukienda TikTok nitafute kwa jina la Sadi_TZ. Lakini pia kama hujasubscribe hivi ambavyo unanitazama hapa, subscribe, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Lakini pia unaweza kwenda Instagram, ukaenda Facebook, ukaenda TikTok, ukatutafuta kwa jina la Simulizi na Sauti. Kwa siku ya leo kwenye Big Time nina ushauri na ujumbe mdogo tu kwenda kwa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, namzungumzia Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo. Baba Levo, una heshima kubwa sana kwa kile ambacho umekifanya ndani ya muda mfupi kwenye jimbo la Kigoma mjini. Tumeona umefanya mambo mengi makubwa, yani kwa muda mfupi ambayo yanafanya uonekane kuna mengi makubwa mazuri utayafanya kwenye jimbo la Kigoma mjini. Comment ni nyingi, kuna watu wanatamani kabisa bana mimi ningekuwa kwenye jimbo la Kigoma. Ndani ya muda mfupi umewapa pikipiki vijana, bodaboda, ukiacha hivyo umewapa meza kina mama. Tuliona namna ambavyo ulikuwa umewajali wajane kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukawajali viongozi, namna ambavyo unatoa madawati shuleni, madaftari. Umejua namna ambavyo unaweza kucheza na mabrand ambao unafanya nayo kazi, makampuni hayo wameweza kukusaidia kwenye vitu tofauti tofauti, iwe ni kwenye zile futari ulizokuwa ukigawa, iwe ni kwenye maeneo ya elimu. Lakini pia ukiacha hivyo umelipia wanachuo ada kupitia ofisi yako ya mbunge jimbo la Kigoma mjini. Si vitu vidogo, ni vitu vikubwa na vingine tofauti tofauti. Sasa kuna haya ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nikushauri, ni kuombe, najua una kofia mbili. Kofia ya kwanza wewe ni mbunge, kofia ya pili ambayo ndio ilikufanya ukaingia pia kwenye ubunge kutokana na influence yako kubwa ambayo ulitengeneza kwenye mitandao ya kijamii, ulitengeneza Kigoma. Cha kwanza ulikuwa diwani, lakini pia umekuja kuingia kwenye ubunge, lakini ulianzia kwenye usanii. Kwa hiyo una kofia ya usanii, una kofia ya ubunge. Sasa kofia ambayo imekuongezeka sasa hivi ya ubunge ni kofia kubwa zaidi, kwa sababu unawakilisha jimbo ambalo na watu wengi sana ambao wanakutazama. Mheshimiwa mbunge, mimi nataka nikupe ushauri mzuri kabisa. Kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii yakikuhusisha wewe pamoja na Harmonize, yanakupa picha ambayo si nzuri kwako. Kuna heshima ambayo umeijenga. Haya mambo yanavyokuwa yanaendelea unahusishwa na wewe, yanaweza kushusha kitu kutoka kwako, heshima, au watu wakachukulia poa baadhi ya vitu pia ambavyo unavifanya, wakisema huyu ni mtu fulani anakuaga tu sehemu fulani, ama anafanya kitu fulani na watu fulani. Kwa sababu kile ambacho Harmonize anakiandika ama ambacho amekiandika ni kwamba wewe uligombana naye, na mengine ni kwamba mmepigana. Sasa zile video Harmonize anasema kwa upande wake ulirekodi wewe, anajua yeye mwenyewe kwa ushahidi wake ambavyo anasema upo, ulirekodi wewe na ulihusiwa sana ile video isiende mitandaoni. Imetokea imeenda mitandaoni, wewe ndio unajua, ama Harmonize anajua nani kaipeleka, kwa vile ambavyo anasema ni wewe umeipeleka. Sasa yeye Harmonize anasema na ushahidi wote na jambo lilipoanzia. Ina maana kama kweli unahusishwa na vitu kama hivyo, kuna namna ambavyo inakuchoresha vibaya ama itafanya uonekane vibaya kwenye jamii. Kwa hiyo acha ugomvi na Harmonize. Kwanza Harmonize, inawezekana mligombana mwanzoni kipindi kile kwenye huko kwenye kasino, mwisho wa siku likaja likaisha lile jambo, sijui mlilimalizaje, labda mliombana misamaha kama wasanii, kama watu ambao mko kwenye tasnia, likaisha, lakini tena limejirudia mkiwa South Africa. Inaonekana moja kwa moja huyu mtu wewe, waya wako na waya wake ukiungana unacheche, hamwezi kuiva kwenye chungu kimoja. Sasa jitenge naye, kwa sababu kwenye nyadhifa ambayo huko sasa hivi kija kusikika ulipigwa tena, sijui umevutana na mtu, umefanyaje kwenye makasino hayo, inakuwa haileti picha nzuri. Najua kuna mazingira ambayo unaweza kuenjoy hata kwenye makasino ukala bata, lakini ukahakikisha kwamba nipo na watu ambao siwezi kuleteana nao shida, hawawezi kuharibu heshima yangu na vitu kama hivyo. Kwa sababu sasa hivi naye akisema labda aanze kukuinda, katafuta watu akakurekodi labda kwenye jambo fulani, moja kwa moja wewe sasa hivi ukichafuka unawachafua pia wana Kigoma. So kuna kofia nyingine ambayo imeongezeka, ni vizuri sana. Mimi napenda kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo nimeona nikwambie kwa moyo mzuri kwamba Harmonize mwache. Kuna watu wanasemaga ukicheza na mbwa sana atakufuata msikitini. Kuna vitu vitakuja kutokea au taamini. Kwa hiyo mimi nianzie hapo kwa Harmonize. Ugomvi na Harmonize acha kujihusisha naye. Kuna mambo yanaendelea kwenye mitandao huko, anasema unacheza kamari, umekuwa mgomvi, unamtaja mke wake. Yaani unaona kuna vitu ambavyo vikitajwa kwenye ile kofia ubunge inakuwa sio michongo kabisa, inakuwa haiko vizuri kabisa. Cha kwanza nianze na Harmonize. Lakini cha pili,
kuna mazingira yako pia sasa hivi. Kuna watu wako ambao ulikopo nao zile gang nini, kuna mazingira fulani hivi. Najua watu waheshimiwa kama nyinyi, kuna mazingira mnaweza mkatengeneza na ukaenjoy tu na watu wao. Sijakwambia uwatupe, lakini tengeneza mazingira, angalia cycle yako ni ipi na kuchoresha vipi. Sasa hivi ukiwa na cycle ya mtu ambaye anajihusisha na mambo mabaya, ikija kijulikana pia nao unajihusisha naye na kuwa kitu kibaya, ikiwa ni mtu wa namna fulani. Kwa hiyo kuna vitu, yani kuna namna, hata makasino kuna VIP. Najua pia unakutana nao wasanii, lakini pia hakikisha kuna watu unajitenga nao ili usiharibu image na brand yako. Umefanya kazi kubwa ndani ya muda mchache. Tunaona kila siku Diamond Platnumz anashukuru kwa kile ambacho umekifanya. Wananchi wa Kigoma, watu waliokusupport, wanaamini na wanapenda kile ambacho umekifanya. So ushauri wangu ni huo kwa Baba Levo, Bilevo, mtaalamu fundi manyumba, Baba Levo. Haya mambo ambayo yanaendelea si mazuri kwa namna yako ambavyo umejiweka. Umeshatengeneza image kubwa, sifa kubwa sana tangu ukiwa diwani, sasa hivi ni mbunge, kwenye usanii, kwenye uimbaji, kwenye utangazaji. So kuna vitu vingi vikubwa ambavyo umevitengeneza. Kwa hiyo utakavyoendelea hivi na haya mambo tunasikia, mara sijui umepigana wapi, mara sijui ugomvi ulikuwa hivi, huyu alirekodiwa hivi. Na ukiangalia namna ambavyo Harmonize ameandika, anaonekana kabisa yani yuko vizuri, ana ushahidi. Anaandika mpaka pale na anamtagi speaker wa bunge na anasema kama mtahitaji ushahidi ninao, na kamati ya nidhamu ya bunge, anaandika pale. Sasa unaona kwamba yeye anavyokuzungumzia sasa hivi akuzungumzii wewe tena Baba Levo, anamzungumzia Baba Levo, anahitaji hadi kamati ya nidhamu ya bunge, anamtaja mpaka speaker wa bunge, anasema unatumia vibaya ile tunasema nini, kitambulisho cha uongozi. Sasa unaona vitu kama hivi, inawezekana hauko hivyo, lakini kutokana kwamba unapogombana na mtu akuchagulii silaha, atakutwanga na silaha yoyote ambayo kwa namna moja ama nyingine inaweza kuwafanya hata wana Kigoma akasema jamani, mbunge wetu tena yuko hivi. Umeona bana? So kitu kama hicho nimependa nimwambie mbunge wa Kigoma mjini Baba Levo, acha ugomvi na Harmonize, punguza mazoea na baadhi ya watu. Sijakwambia uwatenge watu ambao umehaswa nao. Kuna watu inawezekana ukapunguza namna ambavyo, yani kuna namna ambavyo utajua kudili nao. Usiwapunguze kwa maana kwamba uwatupe watu wako, hapana, lakini kuna mazingira yatengeneze kulingana na wewe sasa hivi ni mbunge. Hata kama unataka kuenjoy nao, kula nao bata, kuna mazingira yatengeneze ambayo yatakufanya wewe pia unakuwa safe zaidi, au sio bana? Naitwa Sadi TZ. Hii ni Simulizi na Sauti Big Time. Tumetisha kwa namna kama hii. Maoni yako yaweke kwenye uwanja wa comment. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali.